Yes, coach. Habari yako? Habari yangu nzuri, mambo vipi? Safi, kwema? Kwema, ishu vipi? Yes, naona umekuja kushuhudia mashindano ya Muungano Cup. Ya, kwa sababu ni sehemu ambayo nzuri, sehemu ya burudani, sehemu ambayo zimecheza timu ambazo tunazipenda na timu ambazo zinaweza kuleta ushajiishaji mzuri. Mechi ilikuwa nzuri kwa sababu nimekuja kuona KVZ kama timu ya nyumbani, lakini nimekuja kuona Azam kama timu ambayo nimewahi kuhudumu kama timu ya vijana, lakini ni timu ambayo inaleta hamasa kubwa kwa soka la Tanzania. Yes, coach, wewe umehudumu katika vilabu mbalimbali. Mchezo wa leo umeweza kwenda kutazama kwa namna gani mpaka akapelekea KVZ kwenda kupoteza? Nimeiona mechi, KVZ wamepoteza mechi experience kwa sababu Azam wamekuja, kwa sababu hata ukiona wachezaji wengi ambao walitumia Azam na wachezaji wa under 20 mpaka ameingia dakika zile, wachezaji ambao walitumia wengi ni under 20 na wachezaji ambao walikuwa injured na bindu wachezaji ambao walitumia, lakini yote na yote kwamba Azam wamekuja kupambana kwa sababu malengo makubwa ya coach Ibenge kuhakikisha kwamba anafanya vizuri katika mashindano haya na kuchukua ubingwa, kwa sababu kila mmoja wa mashindano haya anahitaji kila mmoja kuja kuona na afanya vizuri. Yes, coach, lakini umesema kwamba experience imeamua, lakini ndani ya kikosi cha KVZ tulimuona kuna Sabilo, kuna Sabato Kongwe, lakini pia kuna mchezaji kama Michael Joseph ambaye alipita katika academy ya Simba. Michael Joseph ni mchezaji key players katika ligi ya Zanzibar, ni mchezaji ambaye hodari, ni mchezaji ambaye hata mimi mwenyewe ananivutia, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa ambao wa kucheza timu yote Tanzania bara, kwa sababu ni mchezaji ambaye mwenye skills, ana uwezo, ana speed, lakini yote na yote kwamba ni mchezo wa mpira miguu, wamepoteza kama ni timu ambayo tayari ligi kuu ya Zanzibar na Azam ni timu ya ligi kuu Tanzania bara, inabidi wamekuja kujitolea Azam kuhakikisha kwamba hiyo mchezo anaweza kuwin. Unahisi kwa ushindani ambao umeonyesha KVZ na ni vinara ligi kuu ya Zanzibar, unahisi labda ligi yetu inazidi kukua? Ligi yetu inazidi kukua kwa sababu ligi yetu ni kubwa, kwa sababu ina ushindani mpaka leo humjui nani bingwa na kila mmoja humjui nani anashuka, kwa sababu ni ligi nzuri ya Zanzibar, ni ligi ambayo ina uwekezaji ambao mzuri na tuna talent nzuri katika ligi yetu ya Zanzibar, na bado tuna imani kwamba kwa timu zetu ambazo tulikuwa tunazo za Zanzibar tutazidi kushajiisha. Kesho tuna Mlandege anacheza na bado naye tuna imani na yeye kwamba atakwenda kufanya kitu kizuri katika mechi ya Singida. Tunaamini kwa sababu ni timu ambazo kila mmoja ana uwezo na kila mmoja ana nguvu, na bidi kila mmoja ana imani kwamba ataenda kufanya kitu kizuri kwa kesho. Nusu finali ya kwanza Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Azam FC, unautazamia vipi huu mchezo? Ni mchezo ambao mgumu. Sasa hivi ni mechi ngumu sana wakikutana, hata tunaona NBC wakikutana ni mechi ambazo ngumu kati ya Azam na Yanga, na bidi sio tabiri mechi, lakini mechi ngumu, lakini yoyote ambaye atafanya makosa ataadhibiwa, lakini mimi priority yangu kubwa naweza nikasema kwamba Azam, kwa sababu ni timu ambayo anaiangalia kivyengine, ni timu ambayo inaleta ushajishaji. Ukiangalia Yanga siwezi kuwapa advantage kwa sababu ana mechi ngumu dhidi ya Simba tarehe 3, na bidi hawezi kucheza mechi nyingi kubwa kuzingatia mchezo wao ambao wanaofuata wa NBC. Kocha, umepita Polisi, tukutegemee kwenye klabu nyingine hapa visiwani Zanzibar ama utatoka nje mipaka ya Zanzibar? Kabla Polisi nimefundisha vilabu vingi, lakini na imani kabla ya hapo nitakwenda klabu nyingine Tanzania bara. Soon utajua na utafahamu kila kitu ambacho nini kinaendelea. Kwa kila kitu kishakaa sawa? Of course, kila kitu kiko vizuri na kila kitu kiko kama kilivyopangwa. Na ushasinya kandarasi zamani sana. Shukrani sana. Asante sana na kushukuruni sana ndugu waandishi, kwa bila nyinyi hatuwezi kuwa supporting, na bila nyinyi kwa sababu waandishi ndio watu ambao wanatupaisha sisi walimu kuweza kuwa available, na sisi ndio ambao tunahitajika katika soka la Tanzania. Tunawashukuru sana. Kila la heri. Big up sana. Super senior. Yes, umekuja kushuhudia tena mechi ya KVZ miongoni mwa machama yako makubwa. Mpira uliona kwa namna gani? Mpira ulikuwa mzuri, sema KVZ kulinganisha na Azam wako bora kuliko KVZ. Nao ni timu kubwa kuliko KVZ. Sisi tumekuja kama underdog, lakini ndio mpira, lazima ukapambane mpaka dakika ya mwisho, lakini matokeo yameamua. Ubora wa Azam na ukubwa wa Azam umeamua mechi. Yes. Tuliona kwenye kikosi chenu kulikuwa kuna senior player kama Sabilo, lakini namzungumzia Sabato Kongwe. Yes, kwa namna ambavyo walivyocheza uliona wana kiwango iko namna gani ambao leo wameenda kupoteza mechi? Unajua wamekuja kujitafuta, wamekuja kwenye ligi ya Zanzibar, wamekuja kujitafuta na wameonyesha kiwango chao, lakini narudia tena ubora wa Azam ndio muamua mechi katika mchezo wa leo. Yes, tunaona nusu finali ya kwanza wanakwenda Yanga dhidi ya Azam. Unahisi mchezo utakuwa namna gani? Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu zote ni timu ambazo zinacheza NBC Tanzania bara na zote ni timu kubwa, zinaelewana vizuri, na kama unakumbuka katika michezo yao matokeo yalivyokuwa, kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu na aina yake. Kubwa ni kusubiri tuone mchezo utakavyokuwa.
Super Senior kwa kiwango ambacho ameonyesha KVZ kwa hivi sasa, vinara wa ligi pale katika ligi ya Zanzibar, unahisi mpira wetu unaweza kukua kwa namna gani? Zanzibar mpira umekuwa, kwa maana sasa hivi timu zinavyocheza kidogo, unacheza na Azam unapambana, unafungwa 2, walivyo Azam, ubora wa Azam na wachezaji wa Azam. Kwa hiyo mpira wa Zanzibar kwa sasa umekuwa, kwa sababu wachezaji wanajua wakicheza kiwango cha juu watapata kwenda kucheza vilabu vya Tanzania bara. Kwa hiyo mpira wa Zanzibar umekuwa kwa kiasi fulani. Shukrani. Asante.